السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kiongozi wetu wa umma, mtukufu wa daraja, kipenzi chake na kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, ni siku nyingine tena katika muendelezo wa darasa yetu, darasa ambayo lengo kubwa ni katika kuzungumzia mambo ambayo kwamba yanamlazimu na yanayopasa na yale yote katika matumizi ya wanawake katika miamalati yao ya kilimwengu, pamoja na yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyataka yafanywe na ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Jana darasa yetu tulikuwa tuzungumzia nia, tukamaliza tukaielezea kiasi ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kuelezea. Leo darasa yetu katika fasli ya 4 tunazungumzia udhu na namna ya kuchanguka kwa udhu. Al-faslu ar-rabi', bismillahirrahmanirrahim, fil udhu'i, katika udhu, wa intiqadhihi, na kuchanguka kwake udhu. Kabla ya kuingia katika sharti zake, lazima tujue udhu ni nini kwa walivyozungumza wanawazuoni kilugha na kisheria. Al-udhu, udhu fi lughati, katika lugha, al-ahsan, ni kufanya vizuri, wa nadhafatu, na kujisafisha. Katika lugha tu kwamba udhu ni kufanya kwa uzuri, maana yake pia na kujisafisha. Lakini kwa ilivyotangaa kwa wanawazuoni ni isti'malul ma'i, ni kuyatumia maji, fi a'dha'il arba'ati, isti'malul ma'i, kuyatumia maji, fil a'dha'il arba'ati, katika viungo 4. Maana yake ni kuyatumia kujitoharisha katika vile viungo 4 ambavyo kwamba sheria vimevipasisha viungo hivyo kwamba ndio sehemu ya kutilia udhu. Wahiya alwajhu, nao ni uso, waliyadan, na mikono miwili, warraas, na kichwa, na miguu miwili. Juu ya sifa maalumu kwamba ukaosha uso, ukaosha mikono, miguu, ukaosha kichwa, ukaosha na miguu, lakini ni katika sifa maalumu ambayo kwamba sheria imewekwa. Na Allah pia subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani amezungumza katika namna ya kutuelekeza ule kutia udhu na viungo ambavyo kwamba vinapasa kutiliwa udhu. Pale aliposema katika Qur'ani yake, mtakaposimama kwenda katika swala, basi osheni nyuso zenu na mikono yenu, na pia pakeni kichwa chenu au pakeni vichwa vyenu, na osheni pia miguu yenu. Kazungumza katika Qur'ani yake. Kwa ni katika kuonyesha kwamba udhu ndiyo sababu kubwa ya kukubaliwa swala zetu. Ama kitendo chochote ambacho kwamba kilikuwa ni wajibu kukifanya sisi, ambacho kwamba pasi na udhu hakiwezi kukamilika, basi udhu ndiyo sababu ya kukamilika vile ambavyo kwamba vilivyokuwa pasi na kutia udhu haviwezi kukamilika. Al-faslu ar-rabi', al-udhu,
udhu huwa shartul akbar, ndiyo sharti kubwa, fi arba'ati ashiya, katika vitu vinne. Udhu ni sharti kubwa katika vitu vinne. Vitu hivyo vinne haviwezi kuswihi, haviwezi kukubaliwa, wala haviwezi kuwa ni kamili sharti upatikane udhu. Cha kwanza as-salatu, kwanza swala. Katika hivyo vitu vinne, basi swala ndiyo cha kwanza. Huwezi kuswali basi na kuwa na udhu. Huwezi kuswali swala ya aina yoyote ambayo kwamba huku kwaitwa ni kuswali basi na kuwa na udhu. Udhu ndiyo unakamilisha kile kitendo cha swala. Bila ya udhu huna swala. Cha pili at-tawafu, ni tawafu, kutufu kule ambao kwamba wamekwenda hija kipindi hichi wenzetu uko aliko. Kile kitendo cha kutufu nacho hakikamiliki basi na kuwa na udhu. Ili uweze kuikamilisha tawafu yako iwe ni yenye kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni lazima uwe na udhu uliokamilika. Kitendo cha tatu ambacho kwamba kinafanya bila kuwa na udhu huwezi kukifanya kitendo hicho, masul mushafi, kugusa msahafu, wa hamluhu, na kuchukua kwake ule msahafu. Huwezi kuugusa msahafu wala kuchukua msahafu ikiwa una udhu, isipokuwa pakitokea pana dharura ambayo kwamba ni miongoni mwa dharura katika Uislamu. Lakini huwezi kuugusa msahafu wala kuchukua ikiwa una udhu. Hadhihi al-arba'atu, vitu vinne hivi ambayo ni as-salatu, swala, wa tawafu, na kutufu, wa masul mushafi, na kugusa msahafu, wa hamluhu, na kuchukua kwake. Vinne hivi la turakhasu, hatoruhusiwa mwanamke vitu hivi, wala tukbal, wala hatokubaliwa kuvifanya vitu hivi, illa bil udhui, isipokuwa awe na udhu. Ili aweze kuvifanya vitu hivi, basi lazima awe ni mwenye kutia udhu, tena wenye kukamilika kabisa. Sio watia nia ya udhu alafu waosha uso hapa, alafu wasema ngoja mikono nikaimalizie mwembe chai mathalan, lakini kwa kuwa nishaanza kutia nia alafu nikaosha uso, naweza mimi kuswali? Hapana. Au naweza mimi kugusa msahafu? Hapana, mpaka udhu uliokuwa kamili kabisa. Al-udhu, udhu huwa shartul akbar, ndiyo sharti kubwa katika vitu vinne. Amma al-muhdithu, ama mtu mwenye hadath, faharamu alayhi, ni haramu juu lake, hadhihi al-arba'atu, vitu vinne hivi au mambo manne haya, wayazidu fil junubi, na pia kuna zidi kwa yule mtu mwenye janaba, shay'ani, vitu viwili. Amma al-muhdithu, ama yule mtu mwenye hadath, faharamu alayhi, ni haramu juu lake, hadhihi al-arba'atu, vitu vinne hivi. Mtu ambaye kwamba ana hadath, basi vitu vinne hivi pia kwake ni haramu. Swala, pia wa tawafu, pia wa masul mushafi, wa hamluhu. Vitu vinne hivi kwa yule mtu ambaye kwamba mwenye hadathi, kwake ni haramu kuvifanya vitu hivi. Wayazidu fil junubi, na vinazidi kwa yule mtu mwenye janaba, shay'ani, vitu viwili. Mtu ambaye kwamba ana janaba, sasa tukiondoa mtu mwenye hadathi, mtu mwenye janaba, vinazidi vitu viwili. Cha kwanza qira'atul Qur'ani, kusoma Qur'ani. Mtu mwenye janaba, sio mwenye hadathi, mtu mwenye janaba kusoma Qur'ani ni haramu juu lake. Pia walubthu, na kukaa fil masjidi, katika msikiti. Mtu ambaye kwamba ana janaba, basi kukaa katika msikiti ni haramu. Ma hadhihi al-arba'ati, pamoja na vinne hivi. Kwa vimeongezeka viwili kwa yule mtu mwenye janaba,
ambao ni kusoma Qur'ani kwake ni haramu mtu akiwa na janaba. Walubthu fil masjidi, na kukaa msikitini mtu akiwa na janaba ni haramu pia. As-salatu ni haramu kwake, wat-tawaf ni haramu kwake, wa mashul mushaf ni haramu kwake, wa hamluhu pia ni haramu kwake. Watazidu, na vinazidi, fil haidhi, kwa yule mtu mwenye hedhi, wanufasai, na mtu mwenye nifasi, arba'atu ashiyaa, vitu vinne. Tukiondoa vinne ambavyo kwamba ni haramu kwa mtu ambaye ana udhu, ni haramu kwa mtu mwenye hadath, vile vinne kwamba ni swala, tawafu, kuchukua msahafu na kuugusa, lakini kwa yule mtu mwenye hedhi na nifasi vinazidi vitu vinne, kwake pia ni haramu kufanya vitu hivi. At-talaq, talaka, mtu akiwa kwenye hedhi ni haramu kumpa talaka. Mtu akiwa kwenye hedhi ni haramu kuachwa. Wasaumu, na kufunga, mtu akiwa katika hedhi au katika nifasi ni haramu kupewa talaka na pia ni haramu kufunga. Walmururu fil masjidi, na kupita katika msikiti. Mtu akiwa katika hedhi ni haramu kupita katika msikiti, ila mfano katika kitabu cha Safinatun Najah kimeelezewa mururu fil masjidi, kupita katika msikiti, lakini atakapoogopa kutotesha. Itakuwa ni haramu kupita katika msikiti akiogopa kutotesha. Je, ikiwa hajaogopa, kulingana na ulimwengu tuliokuwa nao hivi sasa, kipindi hicho kilikuwa hakuna utandawazi kwamba kuna vitu vinavyoweza kumzuia mwanamke katika ile damu yake ya siku au damu yake ya uzazi isiweze kutoka katika pale mahala panapotoka, kwa manake isipituke katika kile chenye kustiri. Lakini sasa hivi vitu vipo, wameletewa wanawake ambacho kwamba chaweza kumstiri mwanamke masaa kadhaa asiweze kutokwa, kwamba ikatoka ile damu lakini isipite katika kile chenye kuzuia damu. Sheria inahukumu vipi? Sheria itahukumu yule mwanamke anaweza kupita msikitini ikiwa yupo katika hedhi na pia yupo kwenye nifasi, lakini alichojistiri nacho hakiwezi kupitisha damu, japo kuwa tone ambalo kwamba laweza kuingia msikitini. Aweza kupita msikitini ikiwa yupo katika hedhi na yupo katika nifasi mwanamke, lakini ikiwa kile ambacho kwamba kajistiri nacho katika ile damu ya hedhi ama damu ya nifasi hakiwezi kupitisha ile damu mahala pale inapotoka. Watazidu fil haidhi, na vinazidi kwa yule mwanamke mwenye hedhi, wanufasai, na yule mwanamke mwenye damu ya nifasi, arba'atu ashiyaa, vitu vinne. At-talaq, talaka, mwanamke akiwa katika hedhi au nifasi hawezi kuachwa, haiswihi, ni haramu kumpa mwanamke talaka ikiwa yupo katika hedhi au nifasi. Pia wasaumu, na kufunga mwanamke. Walmururu fil masjidi, na kupita msikitini. Mwanamke hawezi kupita msikitini ikiwa yupo katika damu ya hedhi na nifasi, lakini ikiwa anacho kitu cha kujistiri kama tulivyoelezea, anaweza kupita katika msikiti, kitu ambacho kwamba hakiwezi kupitisha damu japo kuwa tone dogo tu likaweza kuingia msikitini. Kulingana na hivi vitu tulivyokuja katika utandawazi wa sasa, basi ni ruksa mwanamke kupita katika msikiti ambapo kwamba anaweza kujihifadhi. Wal istimta'u, na kustarehe, biha, kutokana na huyo mwanamke, ala surrati, juu ya kitovu, warukbati, na magoti. Mahala pa kitovu na magoti mwanamke pia ni haramu kustarehe naye. Maanake hii kati ya chini ya kitovu mpaka kwenye magoti, mahala hapa mwanamke ni haramu kustarehe naye ikiwa yupo katika hedhi na pia yupo katika nifasi. Bila hailin, pasi na chenye kuzuia. Waweza kustarehe na mkeo
Ukiacha kwenye kitovu na magoti, zipo sehemu za kustarehe naye, lakini sharti kiwepo kitu chenye kuzuia mahala hapa baina ya kitovu mpaka kwenye magoti. Hadhihi sittat, pamoja na vitu sita hivi. Kwa hivi vinne vilivyoongezeka katika hedhi na nifasi na vile sita vya juu tulivyovitaja, ni mwanamke ni haramu kwake kuvifanya vitu hivyo. Hadhihi al-ashya, vitu hivi, la turakhasu, haturuhusiwa mwanamke, wala tukbalu, wala hatukubaliwa, fil haidhin, ikiwa yupo katika hedhi mwanamke, wa nufasai, na pia yupo katika nifasi, illa baada qitaiha, isipokuwa baada ya kukatika kwake ile damu ya hedhi, wa taharatiha, na kujitoharisha kwake. Illa, isipokuwa baada qitaiha, baada ya kukatika kwake ile damu ya hedhi ama damu ya nifasi, wa taharatiha, na kujitoharisha kwake na hiyo damu ya hedhi ama damu ya nifasi, basi itakuwa ni halali kwake yeye kwa vitu hivyo vilivyotajwa hapo juu. Fa idha aradti, sasa utakapotaka wewe mwanamke, antatawadhai, kutawadha, faghasili kafaiki, osha viganja vyako 3 marati, mara 3. Ukiwa ushamaliza damu yako ya hedhi na ushajitoharisha, sasa utakapotaka kutawadha, osha viganja vyako mara 3. Thumma adkhili ma'an fi famiki, kesha ingiza maji katika kinywa chako, wa amfiki, na pua yako, kadhalika hivyo hivyo 3 marati, mara 3. Ukishaosha ile mikono mara 3, kesha ingiza maji katika kinywa chako, mdomo wako ule na pua yako kule kupandisha maji, kadhalika hivyo hivyo 3 marati, mara 3. Thumma ghasili wajhaki, kesha osha uso wako 3 marati, mara 3. Hapa tujue kitu kimoja kwanza. Pale musannif aliposema 3 marati, mara 3, mara moja kisheria ndiyo faradhi, 2 ni sunna. Lakini mwanamke ambaye kwamba wataka kutia udhu, mathalan uso wako wewe ni mkubwa, kuna watu wengine uso ni mipana, kiganja kimoja cha kuosha, ukaosha katika uso wako, ukaona kwamba hii ndiyo faradhi yangu mimi nishatimiza, kwamba udhu wangu hapa kwenye uso umekamilika, hizi 2 naongezea ni sunna, hakitoshi. Ukaosha mara ya kwanza, ukaosha mara ya pili, ukaosha mara ya 3, ukaamini hii 3 nilizoosha ndiyo uso wangu umekamilika kwa kule kutia udhu, ile kisheria yahesabika ni mara moja. Kwa hiyo ukiosha mara ya 4 na ukaosha mara ya 5, sheria pale ndio itahesabu mara ya 2 na mara ya 3. Katika hisabu itakuwa umeosha mara 5, lakini katika sheria ya udhu, ili kukamilisha faradhi na sunna, itakuwa ndio umeosha mara ya 2 na mara ya 3. Kwa hiyo ukaona umeosha mara ya kwanza, umeosha mara ya 2, umeosha mara ya 3, ukaitakidi kwamba mimi hapa ndo udhu wangu umekamilika katika kuosha uso wangu ndo umetwaharika, ile ni moja. Kwa utaongeza ya 4 ambayo kisheria itakopo ndo ya 2, na utaongeza ya 5 kisheria itakopo ndo ya 3, umepata faradhi ya udhu na umepata pia na sunna ya udhu. Kwa thumma ghasili wajhaki, kesha utaosha uso wako 3 marati, mara 3. Thumma ghasili yadaiki, kesha utaosha mikono yako 3 marati, mara 3. Thumma msahi ra'saki, kesha utapaka kichwa chako 3 marati, mara 3. Thumma msahi udhunaiki, kesha utapaka masikio yako mawili 3 marati, mara 3. Thumma ghasili rijlaiki, kesha utaosha miguu yako miwili, kadhalika hivyo hivyo 3 marati, mara 3. Ila huna, mpaka hapa, qad tamma al-udhu, hakika umetimu udhu. Kuanzia kuosha uso, ukaosha mikono, ukaosha kichwa, ukaosha miguu, basi udhu wako itakuwa umetimia. Sasa inkunti, utakapotaka we mwanamke, kad nawaiti,
hakika umenuia wakati ghasli wajhiki, si ndio? Wakati wa kule kuosha uso wako. Ama wakati ghasli kafaiki, ama ule wakati wa kuosha viganja vyako, tusannu, kunasuniwa, antakuli nawaitu sunnatal wudhui. Ukiwa waosha viganja, unaweza pia kutiania ya kwamba kunasuniwa kutiania nawaitu sunnatal wudhui, nanuia sunna ya udhu, kule kuosha viganja. In kuntu, utakapotaka kadnawaiti, utanuia wewe mwanamke, wakati ghasli wajhiki, wakati wa kuosha uso wako. Ama wakati ghasli kafaiki, ama wakati wa kuosha viganja vyako, tusannu, kunasuniwa, antakuli, kusema nawaitu sunnatal wudhui, nanuia sunna ya udhu, kunasuniwa kusema hivyo. Ikiwa waosha viganja, basi ni sunna kusema nawaitu sunnatal wudhui. Alafu ikiwa uenda kuosha uso, ukasema tena nawaitu faradhal wudhui. Wakati waosha viganja kwa suniwa hivyo, na wakati wa kutia udhu kwa maana yake ya kuosha uso, basi ni faradhi kusema nawaitu faradhal wudhui. Wayantakidhu alwudhu, na utachanguka udhu, idha wujidat wahidatun min arba'ati ashiyaa, vitakapokutanwa kimoja kati ya vitu vinne. Udhu utachanguka vitakapokutanwa kimoja kati ya vitu vinne katika mwili wa mwanamke. Vikakutana moja kati ya vitu vinne, basi udhu wake itakuwa umechanguka. Cha kwanza, khuruju shay'in, kutoka kitu, min qubuli, katika tupu ya mbele, au duburin, au tupu ya nyuma, illa almaniya, isipokuwa manii. Manii sio najisi. Manii hayachangui udhu. Kwa sababu gani? Sababu ya kimsingi kwamba kwa nini manii sio najisi na manii hayachangui udhu, sababu ni nini? Annahu aslul insani, yale manii ndiyo asili ya mwanadamu. Ndiyo maana manii sio najisi wala manii hayachangui udhu, isipokuwa mtu utakuwa una janaba tu, lakini asili ya manii ni tahara, na ni kwa sababu ndiyo asili ya mwanadamu. Mwanadamu yoyote ni tone la manii. Mwanadamu ni manii. Kwa hiyo ingelikuwa ni najisi, basi sheria hata sisi tungekuwa ni najisi mpaka sasa. Kwa hiyo asili yake ile manii pale yanapotoka katika mwili wa mwanadamu, basi ndiyo asili ya mwanadamu mpaka kukamilika kwake. Wayantakidhu alwudhu, na unachanguka udhu kupatikana na vitu vinne. Khuruji shay'in, kutoka kitu, min qubuli, katika tupu ya mbele, au duburin, au tupu ya nyuma. Kitu chochote, umetoka kiarage katika tupu ya mbele au tupu ya nyuma, udhu utachanguka. Umetoka kimchele katika tupu ya mbele au tupu ya nyuma, udhu utachanguka. Shay'in, chochote, ni nakara, maana halija kuja kuhusu kitu fulani, ya kutoka kitu chochote. Tamko limekuja ni nakara, maana chochote kitakachotoka katika tupu yako ya mbele au tupu ya nyuma, basi udhu itakuwa umekuchanguka. Illa almaniya, isipokuwa manii. Wazawali alaqli, inakuondokwa na akili kwa changua udhu. Binaumin, kwa kulala, au sukrin, au kwa kulewa, au ighma'in, au kwa kuzimia, kote kule pia kuna changua udhu. Au jununin, au kwa wenda wazimu. Illa zawala alaqli binaumin, isipokuwa kule kuondokwa na akili kwa kulala. Qaidin, hali ya kuwa ni mwenye kukaa, tena mumakkin maq'adatahu, mwenye kuyaambatanisha makalio yake, min nahwi ardhin, katika mfano wa ardhi. Mtu ambaye kwamba kaondokwa na akili kwa kulala, sababu mtu akilala pia akili zaondoka,
Lakini kuondokwa na akili kule, qaidin, hali ya kuwa mtu huyo amekaa, lakini mumakkin maq'adatahu, ameambatanisha makalio yake, min nahwi ardhi, katika mfano wa ardhi, huyu fala yantaqidu udhu, hautomchanguka udhu. Kakaa katika mfano ardhi, kiti, umelala katika kiti mathalan, ukiacha kwamba kwenye ardhi umekaa tu hivi, kwenye kiti umelala, basi pia ukiamka udhu itakuwa hauja kuchanguka. Ukilala lakini hali ya kuwa ni mwenye kuyaambatanisha, maana yake umeyabana yale makalio yako hali ya kuwa umekaa. Kwa ikiwa umeyabana yale makalio yako, basi udhu hautochanguka. Kwa usije ukashumia napo sasa hivi ukasema sinaweza kukaa mimi, lakini ikiwa nasafiri nimekaa, niyo minahawi ardhi. Si kwa barabara zetu. Barabara zetu haziyashumii minahawi ardhi. Haiko kunyooka kwamba haitokwenda gari, haitodunda sehemu. Hapana. Waweza ukaenda ikaa sehemu huko tu kuna tuta, au kuna hizi ndo mashimo shimo mathalan, gari ikaingia tu, kuingia na kutoka umerushwa juu tayari. Mwanadamu aweza kuwa umehuduthu, udhu haizihesabiwi hivyo. Illa zawala al-aqli, isipokuwa kule kuondoka na akili, binaumin, kwa kulala, qa'idin, hali ya kuwa ni mwenye kukaa, mumakkin maq'adatahu, mwenye kuyaambatanisha makalio yake, min nahwi ardhi, katika mfano wa ardhi, mtu huyu fala yantaqidu al-udhu, hautochanguka udhu kwake. Na kitu chengine kinachomchangua udhu, walamsir rajulil mar'ata, kumgusa mwanaume mwanamke, bila hailin, pasi na chenye kuzuia. Mwanamke ambaye kwamba kwako wafaa kumuoa, basi ukamgusa yule mwanamke pasi na chenye kuzuia, udhu itakuwa umechanguka. Pia wamasi farji adamii, na kugusa tupu ya mwanadamu, bila hailin, pasi na chenye kuzuia. Pia ukagusa tupu ya mwanadamu, ikiwa umeigusa kipo chenye kuzuia, udhu utakuwa unao, lakini ikiwa hakuna chenye kuzuia, udhu utakuwa umekuchanguka. Hayo ndio ambayo kwamba yanachangua udhu, na kuna ambayo kwamba yanafanya udhu uwepo. Wa yakhtalifu almasu wallamsu, katika hili mtunzi wa kitabu akatuwekea kuna tofautiana kati ya almasu, kugusa, fallamsu, na kushika. Tofauti yake ni nini? Fallamsu, kugusa, ni biayi udhuwin, ni kwa kiungo chochote. Pale aliposema lamsu rajuli almar'ata, kumgusa mwanaume, kumgusa mwanamke kwa changua udhu, mume akimgusa mke. Sasa lamsu hiyo ni biayi udhuwin, kwa kiungo chochote ambacho kwamba kipo katika mwili wa mwanaume na kipo katika mwili wa mwanamke, kikigusana kiungo chochote, basi itakuwa udhu hapo umechanguka. Mfano, umegusana mguu kwa mguu, mguu wa mwanamke na mguu wa mwanaume vikagusana, basi itakuwa udhu umekuchanguka. Ndio hiyo lamsu. Lakini ama almasu, ama masu, nini masu? La yakunu, hakuwi illa bibatinil kaffi, isipokuwa kwa matumbo ya viganja. Hiyo ndiyo masu. Masu farji adami, masu qubulil mar'ati, kugusa tupu ya mbele ya mwanamke, kugusa tupu ya mwanamke. Katika vitabu vingine vimekuja ile masu haiwi isipokuwa bibatinil kaffi, ni kwa matumbo ya viganja peke yake. Lakini lamsu ni kwa kiungo chochote kilichokuwa katika mwili wa mwanadamu. Aweza kugusa kwa mguu, akigusana na mwanamke mguu kwa mguu, mwanamke amekuwa ni ajnabii kwake, udhu umemchanguka.
Akigusana mkono kwa mkono, udhu umemchanguka pasi na chenye kuzuia. Hiyo ndiyo lamsu, lakini masu ni la yakunu illa bibatinil kafi, hauwezi kugusa isipokuwa ni kwa matumbo ya viganja. Ama sinu sasa, ama jino, wadhufuru na kucha, washaru na nywele, idha lamastiha, zitakapogusana, au masastiha, au kugusana pia, kwa maana kule kukutana, vikakutana jino kwa jino, ni ajnabii kwako, lakini ukaenda naye jino kwa jino, hujulikani watafuta kitu gani huko, mpaka kugusana na mwanamke ambaye kwamba ni ajnabii kwako, jino kwa jino. Lakini sheria yasema ukagusana naye jino kwa jino, au ukagusana naye kucha kwa kucha, au ukagusana naye nywele kwa nywele, fala yantakidhul udhu, hautochanguka udhu. Ikiwa umegusana naye kucha yake, hii kucha umegusana hivi, au jino lake mmekuja mkagusana, basi sheria yasema fala yantakidhul udhu, hautochanguka udhu. Wa idha mtanati, sasa utakapojizuilia wewe mwanamke, minastimali almai, kutokana kule kuyatumia maji, imma lifaqdihi, ima kwa kuyakosa hayo maji, au liudhurin, au kutokana na udhuru, min adhari, miongoni mwa udhuru za kisheria zozote zilizokuwepo. Maji yapo lakini waumwa mathalan, na ukayatumia yale maji, wahisi ugonjwa wako utaongezeka, basi sheria yasema utatayammamu. Au una maji lakini ndoo moja tu, una wanyama ambao kwamba wahisi maji hayo yatawatosha wale wanyama kwa ajili ya kunywa, sheria yasema utatayammamu. Kwa ni udhuru yoyote miongoni mwa udhuru za kisheria ambazo kwamba zipo na zaelekeza kutayammamu, basi hayo maji ikiwa unayo waweza kujizuilia, basi utatayammamu. Wa idha mtanati, utakapojizuilia, minastimali almai, kutokana kule kuyatumia maji, imma lifaqdihi, ima kwa kuyakosa hayo maji, au liudhurin, au kwa udhuru, min adhari, miongoni mwa udhuru, basi fatayammami, utatayammamu ewe mwanamke, biturabi, kwa mchanga. Watayammumu, na kule kutayammamu, huwa mashu wajhiki, ni kupaka uso wako, wayadaiki, na mikono yako miwili, biturabin, kwa mchanga. Huko ndio kutayammamu, kupaka uso wako na mikono yako miwili kwa mchanga, sio kujimwagia. Utaangalia mahala penye mchanga uliokuwa safi, utakusanya, utapiga pigo la kwanza, utapaka usoni. Pigo la pili utapaka mkono huu, pigo katika lile pigo la pili mkono huu uliofuata utapaka mkono huu, utakuja kuambatanisha, mwisho itakuwa tayammamu yako imekamilika. Waniyatuhu, sasa na nia ya kutayammamu ni nini? Antakuli, ni kusema wewe mwanamke, na waitu istibahata faradhi salati, nanuia kupata uhalali wa faradhi ya swala. Kule kutayammamu waupata uhalali wa faradhi ya swala, kwa sababu sheria mpaka ya hukumia uhalali. Ina maana ikiwa utoka kutayammamu tu, kabla hujaingia msikitini maji yametoka, basi tayammamu imebatilika. Kama ingelikuwa hakuna maji, tayammamu imebatilika, watakiwa ukatie udhu uingie msikitini kuswali. Ndiyo maana kule istibahata faradhi salati, ule uhalali wa faradhi ya swala. Ingekuwa kwamba nawaitu faradha salati, au nawaitu kwamba nanuia kule kutia udhu kwa ajili ya swala, isingekuja istibahati. Ina maana hata kama ingelikuwa hakuna maji yakatoka muda huo huo, ungeruhusiwa kuswali. Tayammamu isingefanyaje? Isingekatika hata kama maji ingelikuwa yametoka. Lakini kule kupatikana istibahata, ndo kumeashumia kwamba maji yakirudi muda ambao kwamba swala imekaribia, lakini maji yametoka, tayammamu itabatulika, atakiwa utie udhu ukaswali. Wallahu wa rasuluhu a'lam.